Katika kina cha msitu mnene na wenye uhai wa kushangaza unaovuta pumzi za dunia nzima, unapita kwa utulivu na nguvu ya ajabu. Huu ni mto Amazon. Je, wajua kwamba huu si tu mto mkubwa kwa kuwa na maji mengi, bali ni mto mkubwa kwa maisha, historia na maajabu ya asili yanayoshangaza wanadamu hadi leo. Fuatana nami kujua yote kuhusu mto huu. Karibu The Storyside. Mto Amazon unapatikana Amerika ya Kusini na unapita katika nchi 9 ambazo ni Brazil, Peru, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Suriname na French Guyana. Kwa urefu, Amazon unakadiriwa kuwa kilomita 6575, ukibishana na mto Nile kutoka Afrika kuhusu nani ni mrefu zaidi. Eneo la bonde la Amazon ni zaidi ya kilomita za mraba milioni 7. Mito inayoingiza maji ndani ya Amazon ni mito zaidi ya 1100, ikiwa ni pamoja na mito mikubwa kama Madeira, Tapajos, Negro na Putumayo. Maji yanayomiminika katika bahari ya Atlantiki kila sekunde ni zaidi ya lita milioni 200. Amazon hana mpinzani kwenye kiasi cha maji kinachopita kwenye mto huu. Ni mto unaobeba maji mengi zaidi duniani. Karibu 20% ya maji yote ya mito duniani yanapita hapa. Mto Amazon ulivumbuliwa rasmi na mzungu kwa mara ya kwanza mwaka 1541 na msafiri wa Kihispania aliyeitwa Francisco de Orellana. Katika safari yake alikutana na wanawake wapiganaji wa ajabu waliomkumbusha hadithi za Amazon Warriors wa Ugiriki wa kale, na hapo ndipo jina la mto Amazon likazaliwa. Lakini kabla ya uvumbuzi huo, eneo la Amazon tayari lilikuwa nyumbani kwa maelfu ya makabila ya watu wa asili waliotegemea msitu kwa kila kitu, kuanzia chakula, tiba, makazi na utamaduni. Makabila haya ni kama vile Yanomami, Tikuna na Kayapo, na wengine wengi waliishi kwa amani huku wakihifadhi mazingira bila kuyaathiri. Kwa miaka mingi chanzo cha Amazon kilikuwa fumbo, lakini baada ya utafiti wa kisasa, chanzo rasmi cha mto huu kimejulikana. Mto Amazon unaanzia katika milima ya Andes. Hii ni safu ya milima iliyoko upande wa magharibi mwa Amerika ya Kusini. Chanzo chake rasmi sasa kinatambulika kuwa ni mlima unaoitwa Nevado Mismi uliopo kwenye jimbo la Arequipa nchini Peru. Nevado Mismi ni mlima wenye barafu unaofikia kimo cha mita 5597 juu ya usawa wa bahari. Kutoka kwenye mteremko wa mlima huu, chemchem ndogo ya maji huanza kutiririka. Chemchem hiyo huitwa Cahuasanta Creek. Ndipo hapo huanza safari ya kushangaza. Maji haya huungana na mito mingine midogo kama mto Apurimac. Mto Apurimac hutiririka kuelekea mashariki, ukiungana na mto Ucayali, moja ya matawi makubwa ya Amazon. Kutoka huko maji huendelea na safari ndefu ya kupitia milima, maporomoko, maeneo ya tambarare na kuendelea kuwa mto mkubwa zaidi kadri yanavyokusanyika na kuunda mto unaojulikana rasmi kama mto Amazon, karibu na mji wa Iquitos nchini Peru. Kutoka hapo mto huingia Brazil, ambapo
unapanuka na kuwa mto mkubwa zaidi duniani kwa kiasi cha maji. Hatimaye Amazon hufika bahari ya Atlantic karibu na mji wa Belém katika pwani ya kaskazini mashariki mwa Brazil. Hapo ndipo mto huu unaungana na bahari kwa mtindo wa kipekee wa maji ya baridi kuchanganyika na maji chumvi, huku ukiunda delta pana inayojulikana kama Amazon River Mouth. Huwezi kuzungumza kuhusu mto Amazon bila kutaja msitu wa Amazon. Huu ni msitu mkubwa zaidi duniani unaozunguka mto huu kama mzazi wa maisha. Ukubwa wa msitu huu ni takriban kilomita za mraba milioni 5.5. Una aina ya viumbe zaidi ya 300,000 wakiwemo wanyama, mimea na wadudu. Kuna samaki wa kipekee ndani ya mto Amazon, aina zaidi ya 2200. Miongoni mwa viumbe wa ajabu wanaopatikana hapa ni anakonda. Huyu ni nyoka mkubwa na mwenye nguvu sana. Anakonda ni nyoka mkubwa zaidi duniani kwa uzito na ni mmojawapo wa nyoka warefu zaidi duniani. Species maarufu ni green anaconda. Hupatikana kwa wingi katika mto Amazon na mabwawa ya maji tulivu yaliyomo ndani ya msitu wa mvua. Hufikia urefu wa kati ya mita 6 hadi 9, lakini kuna ripoti zisizo rasmi za kusema kuwa anaweza kufikia hadi mita 10, na uzito anaweza kufikia hadi kilo 250. Ni nyoka mwenye mwili mpana hata zaidi ya python. Kiumbe wa pili ni piranha. Huyu ni samaki maarufu kwa meno yake makali na tabia ya kushambulia kwa pamoja. Kuna species nyingi za piranha, lakini aina ya red-bellied ndiyo maarufu zaidi. Wanaogopwa sana, lakini mara nyingi hawamshambulii binadamu isipokuwa wakihisi tishio au njaa kali. Wana uwezo wa kung'oa nyama kwenye mfupa ndani ya sekunde chache. Kiumbe wa pili ni dolphin wa maji ya baridi. Huyu ni dolphin anayepatikana Amazoni pekee na anajulikana pia kwa jina la boto. Ana rangi ya kipekee ya pinki ambayo huzidi kuonekana anapokomaa. Anaweza kuishi hadi miaka 30. Ana akili sana. Mara nyingine huonekana akicheza na samaki au hata wanadamu. Humu Amazon anahusishwa na hadithi za kitamaduni, baadhi wakiamini ana uwezo wa kubadilika kuwa binadamu. Kiumbe wa tatu ni kobe wa Amazon. Huyu ni kobe anayejulikana kwa jina la arau. Anaweza kufikia uzito wa kilo 45 na urefu wa zaidi ya sentimita 90. Huishi kwa makundi makubwa sana, hususani wakati wa kutaga mayai. Anachukuliwa kama mmoja wa kobe wakubwa zaidi wa maji ya baridi duniani. Kiumbe wa nne ni mamba wa maji. Huyu ni species ya mamba inayopatikana tu katika bonde la Amazon. Anaweza kufikia urefu wa hadi mita 6. Ni mla nyama na hushambulia samaki, ndege, hata mamalia kama kapibara. Yupo hatarini kwa sababu ya uwindaji kupita kiasi kwa sababu ya ngozi yake. Kiumbe wa tano ni kapibara. Huyu ni panya mkubwa zaidi duniani, lakini ana tabia ya kupenda maji. Anaishi karibu na mito, hususan Amazon. Mnyama huyu ni mpole na ni wa kijamii sana. Huishi kwa makundi hadi ya panya 20 na ana uwezo wa kuogelea sana na hata kulala akiwa majini. Kiumbe wa sita ni samaki wa umeme. Huyu ni samaki anayeweza kutoa mshtuko wa umeme wa hadi volti 600. Huu ni umeme wa kutosha hata kumuua binadamu. Samaki huyu huitwa eel na ni jamaa wa samaki wa aina ya catfish. Anaishi katika maji yenye oksijeni kidogo, hivyo ana mapafu ya muda. Kiumbe wa saba ni samaki aina ya kandiru.
Samaki huyu mdogo ana sifa ya kutisha. Anasemekana anaweza kuingia katika mwili wa binadamu kupitia sehemu za siri. Anaishi ndani ya gills za samaki wengine na anakula damu zao. Ingawa hadithi kuhusu kushambulia binadamu zinatiliwa shaka na bado anahofiwa. Kiumbe wa 8 ni mantee wa Amazon. Huyu ni ng'ombe wa baharini wa maji ya baridi. Ni mlaji wa majani pekee na anakula mimea ya majini kila siku. Huishi maisha ya pole pole na yuko hatarini kutoweka kwa sababu ya uwindaji na uharibifu wa mazingira. Wanaweza kufikia uzito wa hadi kilo 500. Amazon si tu mto, bali ni hazina ya dunia, ikiwa na madini kama dhahabu na alumini, dawa za asili, na zaidi ya 50% ya dawa zinazotumika hospitalini duniani zinatokana na mimea ya Amazon. Miti ya biashara kama mahogani na raba, na maji safi kwa zaidi ya watu milioni 30. Lakini licha ya haya yote, yanakuja na changamoto. Amazon hukabiliwa na uharibifu mkubwa kutokana na ukataji miti, uchimbaji wa madini na mabadiliko ya tabia nchi. Watu wa asili wanaamini kuwa Amazon ina roho, ni eneo takatifu lenye nguvu za kipekee. Kuna hadithi za majini wa maji wanaoitwa Encantados, roho za mababu wanaolinda miti na hata visiwa vinavyoonekana na kutoweka. Mto huu pia ubeba siri ya miji ya kale iliyopotea, kama hadithi ya El Dorado. Huu ni mji wa dhahabu uliodaiwa kuwepo ndani ya msitu huu. Wachunguzi wa karne ya 20 na 21 wamegundua mabaki ya ustaarabu mkubwa wa kale. Hii inathibitisha kuwa Amazon haikuwa tupu, bali kulikuwa na miji yenye utawala wa kisasa kwa zama hizo. Umuhimu wa mto Amazon kwa dunia ni mkubwa sana. Huu ni mto wa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa duniani, sababu Amazon huchukua mamilioni ya tani za kaboni hewani kila mwaka. Ni chanzo kikubwa cha oksijeni, na hapa ndipo hufanya Amazon kujulikana kama mapafu ya dunia. Ni makazi ya jamii za jadi. Hizi ni jamii za watu wanaoishi bila mitandao, bila magari, bali kwa mawasiliano ya asili na ardhi yao. Hii ni sehemu ya utafiti wa dawa na viumbe wapya. Kila mwaka wanasayansi hugundua viumbe wapya kwenye maeneo ya mto huu. Katika zama hizi ambapo maendeleo yanaleta uharibifu, simulizi ya Amazon inatufundisha kuwa nguvu ya kweli ya maisha haiko kwenye kasi ya magari na mitandao, bali iko kwenye asili isiyoguswa na ya kushangaza kama mto Amazon. Mto Amazon ni zaidi ya mkondo wa maji. Ni moyo wa maisha ya sayari yetu. Ni bustani ya viumbe wa ajabu. Ni jukwaa la historia iliyofichwa, na ni sauti ya dunia inayotuambia tuhifadhi asili zetu. Je, upo tayari kutembelea mto Amazon? Nini maoni yako kuhusu mto huu? Tuambie kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.